Huu ni ukosoaji mkali wa Tanzania, ambapo Tanzania imetoa ukosoaji mkali ikidai kumekuwepo na ongezeko la kuingiliwa kisiasa kutoka nje baada ya bunge la Ulaya European Parliament kupanga kusikiliza madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu baada ya uchaguzi bila kushauriana na serikali hiyo. Hatua hiyo imeongeza mvutano wa kidiplomasia, huku wachambuzi wakisema imefanana na mfululizo wa shinikizo la nje linaloangaziwa kwenye taarifa za hivi karibuni. Katika waraka wa kidiplomasia uliotumwa tarehe 25 Novemba 2025, ubalozi wa Tanzania mjini Brussels ulieleza wasiwasi mkubwa kuhusu mpango wa bunge hilo kujadili madai ya mauaji baada ya uchaguzi na kuzorota kwa hali ya haki za kibinadamu, likiwemo suala muhimu linalomhusu mwanasiasa wa upinzani Tundu Lissu. Serikali ilisema uamuzi huo umefanyika bila kuiwezesha kutoa maelekezo yake, hatua inayoonekana kukiuka misingi ya mashauriano iliyowekwa kwenye mkataba wa Samoa unaoongoza uhusiano kati ya Umoja wa Ulaya na OACPS. Waraka huo umesisitiza kuwa vifungu vya pili, kifungu kidogo cha 3, kifungu cha 5 na kifungu cha 87 kifungu kidogo vya mkataba huo vinatambua mazungumzo, mashauriano na kuheshimiana kama njia za msingi za kutatua tofauti. Tanzania ilionya kuwa kuendelea kwa mjadala huo kwa kutegemea taarifa ambazo hazijathibitishwa na simulizi za upande mmoja kunaweza kudhoofisha uamuzi wa ushirikiano wake kwa muda mrefu na EU. Kwa upande wa ndani, maafisa wa serikali na wachambuzi wanasema kumekuwa na kampeni ya muda mrefu inayojumuisha serikali za kigeni, wanadiplomasia, non-government organization na baadhi ya vyombo vya habari vya kimataifa kuathiri siasa za Tanzania kwa kisingizio cha demokrasia, utawala bora na haki za binadamu. Ripoti zinaonyesha ongezeko la taarifa, misimamo ya kidiplomasia na ujio wa wanahabari kutoka nje ambao serikali inadai wanatoa simulizi zisizowakilisha uhalisia wa matukio nchini. Baadhi ya vyanzo vya serikali vinadai kuwa machafuko ya hivi karibuni, ikiwamo visa vya vurugu, yalichochewa na makundi yanayopokea fedha kutoka nje. Kuna muundo unaojitokeza, alisema afisa mwandamizi wa sharti na kutotajwa jina. Pale mataifa huru yanapochukua maamuzi yanapogusa masa ya mataifa yenye nguvu, huanza zana za shinikizo, taarifa, vikwazo, kusimamishwa kwa misaada na simulizi zinazoendeshwa kwenye vyombo vya habari. Huu ni mkondo uliowahi kushuhudiwa mara nyingi barani Afrika. Wakosoaji wa msimamo wa Magharibi wanasema hatua hizo mara nyingi huwa na upendeleo, wanaelekeza macho kwenye ukimya kuhusu vifo vya raia wa Sudan au mashambulizi yanayoendelea huko Gaza, wakati Tanzania ikikabiliwa na uchunguzi wa bunge la Ulaya. Kama kumekuwa na viwango sawa, serikali nyingi zingekuwa chini ya uchunguzi kila mara, alisema mchambuzi wa siasa za kikanda. Ukimya katika migogoro mingine na msisimko mkali katika mingine kutokana na maslahi ya kijiopolitiki, si msimamo wa thabiti wa kibinadamu. Waraka wa ubalozi pia ulieleza kuwa Tanzania tayari imeunda tume huru ya uchunguzi wa maafisa. Wanasema shinikizo la nje linaweza kuathiri uhuru wa taasisi hizo kabla hazijamaliza kazi yake. Vyanzo vya kidiplomasia mjini Brussels imeomba bunge la Ulaya kuahirisha kikao hicho ili serikali iweze kuwasilisha msimamo wake. Endapo kuahirishwa kutashindikana, Tanzania imeomba kuruhusiwa kutoa hoja zake moja kwa moja mbele ya wabunge hao kufikia Jumatano 26 Novemba 2025. Bunge hilo halijatoa majibu rasmi. Mvutano huo unaingia katika mjadala mpana barani Afrika kuhusu mamlaka ya mataifa na kuingiliwa kwa siasa za ndani. Viongozi mbalimbali wamekuwa wakionya kwa mataifa yenye nguvu kutumia dhana ya haki ya binadamu, mitandao ya kiraia na taasisi za kimataifa kuwashawishi waamuzi wa kisiasa katika nchi zinazoendelea. Kwa Tanzania, mvutano huu mpya unaimarisha wasiwasi kuwa washirika wa kimataifa wanatoa hukumu kwa haraka bila majadiliano. Jinsi AU itakavyochukua hatua kushirikiana na Dar es Salaam au kuendelea bila ushauriano huenda ikaamua mustakabali wa uhusiano wao katika miezi ijayo. Hii ni habari fupi mahiri kwa Afrika, Media Wire Express. Mimi ni Joseph Sangura.